Mwezi wa 11 ni mwezi wa kutoa uelewa juu ya ugonjwa wa kifafa, ambapo sisi kama Tanzania Epilepsy huwa tunajikita kila mwezi wa 11 kuhakikisha jamii inapata uelewa. Lakini sio tu jamii, lakini hata watu ambao wanaishi na kifafa wanaweza wakaelewa hali zao na wajue nini cha kufanya na nini wasifanye wakati mtu amepata kifafa au amedondoka degedege. Kwa hiyo mwezi huu wa 11 tumeandaa warsha ya siku 4 ambayo itafanyikia Sleepway. Warsha hii pia imeenda kuanza tarehe 25 hadi tarehe 28, lakini kama tunavyojua kuanzia tarehe 25 mpaka tarehe 10 mwezi wa 12 ni zile siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Na kundi ambalo sisi tunadeal nalo, watu wenye kifafa wanapitia ukatili sana kwa sababu ya unyanyapaa uliopo kwenye jamii. Na unyanyapaa ni kwa sababu watu hawana elimu. Wengi wanaamini kifafa kinaambukiza, wengi wanafikiria ni mapepo, wengi wanafikiria ni laana. Kwa hiyo sisi kama Tanzania Epilepsy tumeenda kuandaa warsha hii kwa ajili ya kuwajengea uwezo wazazi wanaolea watoto wenye kifafa na ulemavu wa ufahamu, lakini pia na vijana wanaoishi na kifafa. Tumewajengea uwezo kwenye maeneo ya kuelewa kifafa, namna ya kumsaidia mtu ambaye amepitia ukatili wa kijinsia, kwa kitaalamu inaitwa GBV, Gender Based Violence. Nini cha kufanya kama umepitia ukatili wa kijinsia, ufanye nini? Uripoti wapi? Ufate taratibu, sio tu unashare mitandaoni au nini. Ufate taratibu vizuri. Lakini pia hao tutakaowajengea uwezo, hao wataenda kuwa wakufunzi wa watu wengine kwenye jamii. Wataweza kusaidia jamii kwenye masuala ya kifafa, kuwapa elimu kifafa ni nini, huduma ya kwanza mfano mtu akidondoka, vipi vichochezi kwa mtu mwenye kifafa ambavyo vinaweza vikamsababishia akadondoka. Kwa hiyo ni warsha nzuri ambayo tunatamani kila mtu ahudhurie, lakini ni kwa ajili ya wazazi na wale wenye kifafa ambao ni baadhi tu, lakini tunaamini huko mbeleni tutakuja kufikia jamii kubwa sana. Kwa majina naitwa Suzana Mkoi. Kwa upande wangu mimi nikiwa kama mzazi mwenye mtoto mwenye changamoto ya kifafa, lakini pia nikiwa kama mwalimu, kuna aina nyingi ambazo za unyanyapaa kwa watu wenye changamoto hii ya kifafa. Moja kati ya changamoto kama shule zetu tunazijua za kawaida na hata hizi shule ambazo ni za private. Mwanafunzi akiwa na kifafa, changamoto inatokea kwamba pale anapopigwa degedege, walimu pamoja na wanafunzi wengi hawana utaalamu au hawana experience, hawana tuseme elimu kuhusiana na swala zima la kifafa. Kwa hiyo mara nyingi unakuta mtoto anapigwa degedege, mtu anaweza watu wakakimbia, wanafunzi wakatoka darasani wote, mwalimu akaogopa. Kwa hiyo hii ni changamoto, na ndio tunazungumzia unyanyapaa wa kijinsia, kwamba watu wanatakiwa wapate elimu kwa ajili ya kujua hii changamoto, jinsi gani uweze kumsaidia mtu mwenye kifafa. Mtu anapoona na kifafa, kuna watu wanasema kwamba wewe kuna kosa umefanya ndio maana una kifafa, au wewe una laana ndio maana una kifafa. Wengine wananiambia kwamba huna imani ndio maana huponi. Mbona kuna watu wengine wanapona ugonjwa fulani, kwa nini wewe huponi? Unaelewa? Na yote haya ni kwamba kutokana na ukosefu wa elimu juu ya hiki kifafa, kwa sababu kifafa ni ugonjwa ambao unatibika japokuwa sio kwa haraka hivyo, kwamba unaenda taratibu unapona. Kwamba mimi nina kifafa, mtoto wangu naye ana changamoto ya mgongo wazi na kichwa kikubwa, natakiwa kumhudumia. Alafu hela nayo, yani hela ndio hivyo unakuwa nayo ni changamoto vile. Na hawa watoto pia ni wanahitaji usaidizi wa hali ya juu, sio tu nyumbani, kwa sababu hata shuleni pia wanahitaji pia na usaidizi mwingine. Kwa hiyo mimi ni changamoto, na pia cost kwa kweli ni kubwa sana, kwa sababu cost ya kumlea mtoto mwenye changamoto ni mara 3 ya kumlea mtoto wa kawaida.